design gani ifanyike kuhakikisha kwamba bendera inapepea vizuri msimu ujao? Kwa vilabu vyote nafikiri vina malengo, kila klabu ina malengo yake, kwa maana ya kwamba ukianza na Yanga, Simba mpaka Azam. Kuanzia msimu uliopita tumeona namna ambavyo viongozi walijinasibu kwamba kuna hatua ambazo wanatamani kufikia kwenye michuano ya kimataifa. Maana yake tukienda kwenye engo hiyo, maana yake vilabu ambavyo pengine vitakuwa vimefaulu ni viwili pekee, kwa maana ya Singida Black Stars pamoja na Azam FC ambao wamefanikiwa kufika kwenye hatua ya makundi kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Lakini ukiangalia kwa upande wa Simba na Yanga bado hawajafikia kwenye yale malengo mama. Though kwa upande wa Yanga ukiachana na kwamba kulikuwa na malengo ambayo watu wengi walikuwa wanaamini Yanga anatakiwa kuvuka kwenye hatua ya makundi, lakini kiongozi mkubwa wa klabu ya Yanga ambaye ni Engineer Hersi, ambaye ni rais wa klabu, alisimama na kusema Yanga malengo yao yalikuwa kufika hatua ya makundi ambayo ndio wao walienda kuishia. Lakini kwa upande wa Simba walikuwa wanajinasibu siku zote kwamba wanatamani kufika kwenye hatua ya nusu finali, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wanaishia hatua ya robo finali kwenye michuano ya Champions League. Manake nini? Manake wamefeli kwa msimu uliopita. Lakini kwa msimu ujao nafikiri nini ambacho wanatakiwa wakifanye? So far kwa Simba na Yanga hawa ndio nitaongelea zaidi kwenye namna ambavyo hawa ndio wanaenda kuwakilisha timu kwenye michuano ya kimataifa ya CAF Champions League. Wanahitaji zaidi kufanya investment kwa sababu kule hakuna mchekea. Yaani kwenye hatua ya ukitaka kufika robo finali mpaka nusu finali unahitaji kuwa na mipango, lakini unahitaji kuwa na uwekezaji wa kutosha, kwa sababu kule kila anayefika hafiki kwa bahati mbaya. Hakuna anayefika kwa dua, hakuna anayefika kwa kuandika barua wala kufanyaje. Kila anayefika kule anakuwa amefanya investment kuanzia mwanzo wake wa msimu, proper pre-season, anaanza vizuri, hana makando kando, sajili zake ambazo anakuwa amezifanya zinaenda moja kwa moja kuingia na kuleta impact kwenye timu. Kwa mfano, sitaki kuongea vibaya, lakini nikiangalia kwa upande wa Simba this season wamechukua wachezaji ambao ni wachezaji walikuwa Mamelodi Sundowns, ambao even kwenye kikosi cha pili cha Mamelodi ilikuwa ni ngumu kuwaona. Mchezaji mwingine kama Rushin Derek aliwahi kutolewa kwa mkopo akaenda huko nchini Israel. Alikuwa sio mchezaji ambaye ni regular starter kwenye kikosi. Hata kikosi cha pili ilikuwa ni ngumu kumuona akianza kwenye kikosi, lakini Rushin Derek ndio huyo anatumainiwa kwenye kikosi cha Simba. Kuna Neo Maema ambaye pia alikuwa ni mchezaji ambaye yupo pale Mamelodi Sundowns, ambaye Simba walimsajili kwa mkopo kuja kuongeza nguvu kwenye kikosi, lakini still ukiangalia kwenye ile level, kwa maana ya daraja ambalo unatakiwa kuwa na timu bora ambayo inaweza kwenda kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa, uone au wachezaji wakikupa hicho kitu. Angalia namna ambavyo sajili zimefanyika kwa upande wa Young Africans. Walikuwa na scouting nzuri sana hapa nyuma, ikawafanya wakapata wachezaji bora ambao walikuwa wanafanya vizuri zaidi. Hawa kina Stefan Aziz, kina Pacome kwenye misimu yao ya kwanza walifanya vizuri sana, lakini angalia namna ambavyo baada ya kufanya sajili za msimu uliopita, nini ambacho kimetokea? Young Africans wametolewa sio kwa sababu nyingine, zaidi ni quality ambayo ilikosekana kwenye kikosi chao. Walikuwa kwenye kundi gumu, lakini walijaribu kujipambanua, lakini bado maji yalijitenga na mafuta dhidi ya AS FAR, lakini pia dhidi ya Al Ahly. Hii ilitoa taa ya kijani kwamba mnahitaji zaidi, mnaweza mkawa na motivation, mkawa na kila kitu, lakini mnahitaji kufanya investment ya kutafuta wachezaji ambao wana ubora wa kuwapeleka kwenye hatua ya robo finali. Kwa Young Africans ni robo finali, lakini kwa Simba ambao malengo yao makubwa ni kufika hatua ya nusu finali,